kwa huduma ya visima vya kisasa. Karibu kwetu Castanet Water Technologies, Water Well Drilling. Tunachimba visima virefu. Tupo Tarime mjini, Zakafiri. Tupigie kwenye 0745 019 213 au 0769 547 409. Kwa hiyo ofisi ya mkuu wa mkoa haijawahi kusikiliza. Haijawahi kunisikiliza. Ulipokuta tu hayupo ukakata tamaa kabisa kaondoka. Sikukata tamaa, nilihangaika sehemu nyingi. Sasa yaani kwa mkuu wa mkoa unakwenda siku moja unakuta hayupo alafu unaondoka kabisa. Mheshimiwa, mimi ni mjane, kwa hiyo na kazi zangu zingine ambazo zinanipa kipato. Sasa napokuja kushinda sehemu kutwa mzima na kuwa yani inakuwa katika hali ngumu zaidi kibiashara zangu. Kwa mkuu wa wilaya ulishakwenda? Hapana, sijawahi kwenda. Ndio. Okay. Kwa swala lako hili hujawahi kwenda kwa mkuu wa mkoa au hujawahi kwenda kwa mkuu wa wilaya? Ndio. Na wakakusikiliza labda na wakaangalia namna kukusaidia. Ndio. Sasa hebu nieleze historia kidogo. Jinsi wewe ambavyo ulikuwa na supply hiyo mizigo hapa. Ulikuwa unaleta mizigo hiyo kwa utaratibu gani? Walikuwa wanatangaza tenda, unashinda au walikuwa wanafanyaje? Hapana. Niliitwa kama kuna kazi hapa, lakini hapakuwa hapa. Ilianzia Mnazi Mmoja. Uliitwa na ndugu na rafiki na mfanya kazi wa hospitali. Kwa hiyo mlitana kama marafiki. Aliniambia unajua kushona, nikamwambia ndio, akaniambia njoo hapa kuna kazi. Kwa hiyo nilipofika pale wakashirikisha uongozi. Ilikuwa ni Mnazi Mmoja. Waliposhirikisha uongozi wa pale wakanipa kazi hospitali. Ndio. Wakanipa kazi ya kushona nguo pale. Mwaka gani? Mwaka ndio nitakuwa nimesahau, lakini ni miaka mingi kidogo. Wakanipa kazi ya kushona nguo pale. Nilipozirejesha wakaniandikia malipo, lakini walinipa tu kibali cha kazi kidogo. Wakaniandikia malipo, yani ukirejesha leo unajaza dondoo, yani kama kuna hela wanakupa papo kwa papo au kesho yake. Kwa hiyo nilikuwa nimezoea kufanya hivyo. Kila inapotokea wakiniita naenda. Baadaye ndio wakaanza kuniita na hapa Amana. Na hapa Amana nayo ikawa ni hivyo hivyo. Ni yule alikuita au ni kuna mwingine wa hapa Amana alikuita? Aliniita yule ambaye alikuwa kule Mnazi Mmoja. Kwa bado ikawa ni utaratibu ni ule ule? Ni utaratibu ni ule ule, ananiita na inapewa tu vibali vidogo vidogo. Nafanya kazi, nikija najaziwa hapo hapo. Kama hela ipo napewa kesho au napewa kesho yake. Ndio maana cha kwanza nimehoji kwamba je, ulikuwa ni mchakato wa kutangaza tenda kama ilivyokuwa sasa hivi? Tumesema hapana. Bali ni rafiki yangu, ni mtu wangu aliniambia njoo ushone. Cha pili, yule mtu wako alikuwa na madaraka gani? Alipaswa pia kufafanulia kuhusu taratibu zote za namna kufanya kazi na serikali. Sasa kwa hapa nilipofikia, hatuwezi kulaumu wewe wala kumlaumu si mtu gani. Lakini ninachotaka kuelewa ni kwamba Watanzania waelewe kwamba deni lolote la serikali linapokosa kiambata ama kiambatanisho chochote, lazima deni hilo halitalipwa. Kwa sababu hospitali yetu hii madeni zaidi ya bilioni 1 ambayo yanaweza kuwepo, zaidi ya milioni 500 imethibitika kwamba ni madeni hewa. Je, ni kithibitisho ni nini sasa cha Bi Martha kulipwa? Na anasema malipo yake yalikuwa kwa mkono. Sasa hilo ndilo ambalo linaleta tabu. Sasa nini kinafanyika? Tumekwisha muelekeza mganga mkuu kuhakikisha kwamba anafanya haraka uchunguzi wa haya yote, pamoja na vile vithibitisho vyote ambavyo wewe unaweza kuwa umekwisha peleka, ili pale unapostahili ulipwe pesa zako. Hiyo ni kitu cha kwanza. Lakini kitu cha pili, usije ukakubali kufanya biashara na serikali pasipo nyaraka. Ndio. Si umeomba kabwe? Kwa hiyo Mama Martha, unaweza kuwa ni mjane na mimi nakupongeza sana kwa kazi nzuri. Hata mimi leo nakuchangia, lakini sio kwa hela ile ya serikali. Si umeomba kabwe? Ile hela ya serikali lazima itoke kwa mujibu wa nini? Wa nyaraka. Ili nasema ukweli kabisa wa moyo. Na ukikuta deni linachelewa kama nilivyosema na wewe umethibitisha, ujue kuna nyaraka inachelewa. Na kwa kuwa sisi wote ni wageni, hatuwezi kusema sasa Mama Martha tumlipe kwa sababu yeye ni mjane. Hapana. Tunasema Mama Martha, pamoja na kwamba unaweza kuwa ni mjane, una watoto, hebu tupatie nyaraka, tukulipe haraka pesa yako. Kwa hiyo tuna madeni hapa mengi sisi ambayo tunaendelea kuyahakiki. Ukihakiki, ukiuliza mara 3 unakuta watu wanakwenda wanapotea. Sasa unajiuliza unapotea nini wakati ni deni lako? Njoo kwa pamoja.
Si umeelewa mpaka hapo mama? Umeelewa vizuri? Ndio maana tumesema kwamba deni lako lihakikiwe. Si ndio? Umeelewa mpaka hapo? Haraka. Na kama kuna jambo lolote umelisahau mahali popote, liwasilishe. Na kama unaona kabisa kweli kabisa kwamba nyaraka hizi mkuu wa mkoa, mimi kwa kweli ilikuwa tukichukua hela hizi tunafanya hivi, ili utaninong'oneza mimi kama mimi. Kwamba tukichukua hela hizi tulikuwa tunaweka tunazidisha kidogo kitu fulani na sisi tunapeleka huko kwa mujibu wa urafiki, si ndio? Deni lako utaendelea nalo. Na mimi hawa nawasisitiza wakusaidie ili liweze kufikia mwisho. Sio wakusaidia kwa mujibu wa taratibu, kwa mujibu wa nyaraka. Sio umeelewa hapo? Na mimi ninayo kuchangia wewe na kuchangia mimi. Kwamba nimekuona kwa sababu umesema mjane, jamani mimi hela yangu hivi na hivi. Na ujane sio shida kwa sababu sasa hivi mimi nikuona bado wewe bado uko chuma kabisa. Mtu mwingine pia anakuoa vizuri tu. Usijipe ulemavu bwana. Usimkatili. Wala sitaki. Kwa mama, mimi nakuchangia hizi milioni 2, sawa? Sawa? Lakini usiseme kwa watu wewe ni mjane, unazuia kitu hapo kikubwa. Si ndio mama? Kufiwa kupo. Na wengine ndani ya ndoa zetu bora wewe mjane. Majina naitwa Dr. Bryson Lot Kiwelu, ni mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa mkoa ya Amana. Kwa niaba ya watumishi wa hospitali ya rufaa mkoa ya Amana na jamii tunayohudumia, napenda kuchukua fursa hii kumshukuru Mheshimiwa mkuu wa mkoa, Mheshimiwa Albert Chalamila, kwa kuona jambo hili katika vyombo vya habari na kuona kuna ulazima wa yeye kuingilia kati kama msimamizi na mwakilishi wa Mheshimiwa Rais katika mkoa wetu. Na kama ulivyoona jinsi ambao tumekutana na Martha, ni mara ya pili. Siku ya jana tulikutana naye na leo tumekutana naye chini ya Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, na tumeelekezwa yale ambayo tunapaswa kufanya ni kumwezesha Bi Martha kuweka viambatanisho vyote vinavyotakikana na sisi kuharakisha kuhakiki deni lake, na linapokidhi vigezo basi liweze kulipwa kwa wakati. Naitwa Martha Laz. Naomba niwaambie Watanzania kwa clip yangu iliyoruka siku ya tarehe 8, ni kweli nilikuwa nadai hapa Amana, lakini katika mkataba wangu kuna vitu ambavyo havijakaa sawa. Ndio maana tatizo hili limekuwa kubwa. Lakini bado nashukuru kwa ushauri wenu. Wengi mliniambia niende kwa mkuu wa mkoa, lakini nashukuru kwamba Amana yenyewe wameniita hapa na kunikutanisha na mkuu wa mkoa na akanielewesha vitu gani ambavyo vinatakiwa vifuatiliwe kwenye hizo nyaraka ili mimi niweze kulipwa. Kama vitakuwa vimekaa sawa basi nitalipwa hela yangu. Kwa hiyo naomba Watanzania mjue hivyo, na mimi mwenyewe nimeridhika kwa ushauri nilioupata, na kwa nyinyi mliniambia niende kwa mkuu wa mkoa kwa sababu mlikuwa mnamwamini kama ni mtu ambaye atatoa uamuzi wenye haki. Kwa hiyo mimi ninashukuru kwa hilo, kwa uamuzi wake. Nimeshukuru kwa kweli. Ninashukuru pia mkuu wa mkoa aliposikia kilio changu, amenichangia kutumia mfuko wake mwenyewe pesa milioni 2 katika shughuli zangu za biashara zangu za kuendesha maisha yangu. Naomba niseme asante kwa hili.